hawataki wanaume tuyafahamu, na wewe kutokuyajua haya mambo kwao ni faida, na ili waweze kukutumia waweze kucheza na akili yako. Lakini leo nataka nikufungulia haya mambo matano, yako mengi, lakini nataka nikupe haya mambo matano ambayo ukiyajua ni rahisi sana kumkumbusha mwanamke haya mambo, na ukimkumbusha lazima akae kwenye reli, kwa sababu anajua ni ya ukweli, hawezi kukubishia. Jambo la kwanza la ukweli ambalo wanawake wanalijua kabisa, lakini wanajaribu kulifunika funika ili wewe usilijue, na kutokulijua kwako wewe ni hasara yako wewe mwenyewe, ni kwamba kwenye mahusiano mwanamke ni msaidizi, sio mshindani. Mwanamke anapokuja kwenye mahusiano, kuingia kwenye mahusiano na wewe, anajua kabisa kwamba ninapoingia kwenye mahusiano na huyu mwanaume, maadamu ananigharimikia na nipa mahitaji yangu, kila kitu, lazima mimi niwe msaidizi, lazima nimsupport, lazima niwe ni mtu wa kusababisha kwamba atimize ndoto zake. Umeona? Wanajua kabisa, na hiyo ni fact. Lakini mara nyingi anapokuja kwenye mahusiano, kuingia kwenye mahusiano na wewe, anajaribu kufunika huo ukweli, akuonyeshe kwamba sisi wote tuko sawa, wote tuko renki moja. Sasa wewe kwa kutokujua kwako, akikupelekea hiyo idea kwamba wote tuko sawa, umeona, hamna kazi ambazo natakiwa nifanye labda ni za mwanamke na za mwanaume, wote tufanye kila kitu sawa, utanifulia na mimi utanipikia, utanifanyia hicho, yani mwanamke zile kazi ambazo anatakiwa akufanyie wewe anajaribu kuforce wewe uzifanye. Kwa hiyo unajikuta unafanya kazi mbili, unacheza upande wa mwanaume kwenye mahusiano na pia unacheza upande wa mwanamke kwenye mahusiano. Yeye anakuwa yuko jobless. Kwa hiyo mwanamke, yani ni mbinu, akiona kama hujagundua anakupelekea hiyo formula na utatumika kweli kweli. Lakini ukijua na ukimrudisha kwenye reli, hawezi kubisha, kwa sababu anajua ndio ukweli. Kwa hiyo mwanamke anapokuja kwenye mahusiano, kuingia kwenye mahusiano naye, anatakiwa asiwe mshindani wako, anatakiwa msiwe naye level moja, anatakiwa yeye awe chini yako, awe kusupport, akusaidie, akutie moyo na kurahisishia wewe kutimiza ndoto zako. Ukweli namba 2 ambao wanawake wanaojua lakini wanajaribu kufunika ni ukweli kwamba uzuri wake hauna faida yoyote kwenye mahusiano yenu. Yani mwili wake na umbo lake, shape yake, urembo wake hauna umuhimu sana kwenye mahusiano. Lakini unapoingia kwenye mahusiano naye, atajaribu kukuaminisha kwamba mwili wake, urembo wake, muonekano wake ndio kila kitu ambacho anatakiwa kuleta kwenye mahusiano, kwamba hatakiwi kuleta kitu kingine. Sasa akikuona wewe umeamini na umekubali hiyo kitu, ataiendeleza kwenye mahusiano. Kwa hiyo utajikuta uko naye kwenye mahusiano, hana mchango wote. Yani mchango wake yeye ni coexist au kuwa hai tu kwenye hayo mahusiano, ni kuvuta pumzi, kupokea, hafanyi lolote. Yeye anaamini kwamba mwili wake, umbo lake, uzuri wake, urembo wake ndio kila kitu. Ndio maana unaona wanawake wengi wanatabia kwamba wanapenda sana kuinvest kwenye uzuri wao. Ataangaika kubandika kucha, ataangaika kuvaa vigodoro, atajaribu kufanya kitu fulani, atajaribu kujikoboa. Hiyo yote anajaribu kwamba akiingia kwenye mahusiano na wewe uchukue kwamba ile juhudi yake, yani useme uamini kwamba mwili wake na uzuri wake ndio kila kitu, lakini haiko hivyo. Kwenye mahusiano mwanamke hatakiwi kukuletea uzuri tu au mwili wake tu. Hapana, anatakiwa awe na mchango mwingine. Anatakiwa kusapoti kwa vitu mbalimbali, anatakiwa mchapa kazi, anatakiwa kuheshimu, anatakiwa msaidizi kwako. Umeona? Anatakiwa kubali kuongozwa, anatakiwa aweze kulea, anatakiwa aweze kukuhudumia yale mambo yake ambayo ni kwa upande wa mwanamke, anatakiwa mhudumie mwanaume, kwa sababu na wewe una wajibu. Wajibu wako wewe ni kumuongoza, wajibu wako ni kuhakikisha unamlinda. Umeona? Wajibu wako wewe ni kuhakikisha anakula na anaishi vizuri, ana hela za matumizi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo yeye ana mchango wake anatakiwa alete. Sio kwamba alete uzuri tu, yani kwa sababu yeye ni mzuri basi hana kitu kingine. Sasa mwanamke akijaribu kukuletea hizo pigo, alafu na ukaingia line, inakuwa imekula kwako. Lakini anajua kabisa ukweli kwamba uzuri wangu sio kila kitu kwenye mahusiano, kuna vitu vingine ambavyo natakiwa nivilete. Okay,
Ukweli namba 3 ambao wanawake wanajua lakini wanajaribu kufunika ni kwamba wanawake hawawezi kuishi bila mwanaume. Yaani wanatutegemea kwa vitu vingi sana. Lakini anapokuja kwenye mahusiano na wewe atajaribu kukuonyesha kwamba wanaume sisi hatuna maana kwa wanawake. Lakini kiuhalisia ni kwamba mwanamke anaweza akawa ni mzuri, anaweza akawa kakamilika kila kitu, lakini ana shida ya kujiamini. Na wengi wako hivi. Hawajiamini, wanapenda validation kutoka kwetu sisi. Wewe mwanaume unaweza ukakaa hujatongoza mwanamke wala mwanamke yote hajakuongelesha, ukakaa hata miezi 6 na ukawa normal unafanya kazi zako, lakini mwanamke hawezi. Mwanamke yani akae muda hajatongozwa, hakuna mwanaume yote kamsemesha, hakuna mwanaume yote kamwambia wewe ni mzuri, hakuna mwanaume yote kamsaidia kitu fulani, hamna attention yoyote anayoipata kutoka kwa mwanaume. Huyo mwanamke anaweza akawa hata chizi, anaweza kujifikiria mimi na kasoro gani, kwa nini iko hivi? Unaweza kukuta mwanamke saa nyingine, mwanamke mzuri sana anaenda kutembea na mshikaji mbaya ambaye hajampenda, lakini ni kwa kutaka kuprove kwamba mbona kama wanaume hawaniangalie, mimi na kasoro, sometimes wanataka kwenda kujihakikishia. Kwa wanawake wengi unaowaona, wengi hawajiamini, pamoja ni wazuri hawajiamini, wanatutegemea sana. Wanategemea ni ile attention ya mwanaume, the way unavyomtongoza na kukataa, ile kwake ni furaha na inamfanyia kitu fulani ndani yake. Wanaume wote duniani tukagoma kuwatongoza wanawake watapata shida sana. Watapata shida mno. Yani hata ile kwenda labda ile type ya mwanaume ambayo havutiwi nayo ikimtongoza na kaikataa, kwake ni faraja. Kwa sababu anaona mimi na exist, ndani umemthibitishia kitu fulani kwamba yeye ni mwanamke. Okay. Kwa hiyo usipojua hili unaweza ukajitoa max, yani ukajiona wewe ukajiona wanaume hatuna faida yote. Wanawake ni wengi wako insecure, wengi hawajiamini, wengi wanatutegemea, wengi hawawezi kuishi bila sisi. Ila wanajaribu kufunika, lakini ukweli kutoka ndani ya mioyo yao wanajua hii fact. Namba 4. Ukweli ambao mwanamke anaufunika pia ni kwamba mwanamke hawezi kuwa single kama mwanaume alivyo single. Mwanaume unaweza ukawa single kabisa, yani mwanaume akikwambia nipo single, ujue marafiki zake ni sabuni. Yani hana kabisa mwanamke wa kuzungumza naye, hana mwanamke wa kupiga naye story, ni anatoka asubuhi mpaka anarudi usiku, hajaongea na mwanamke. Lakini wanawake haiko hivyo. Mwanamke akikwambia yuko single, unaweza kukuta ana list aidha kwenye simu au wanaume ambao wanamzengea ambao kuwakatalia direct, kuwakatalia na wakata nao mawasiliano kabisa hajakata. Ni anawakatalia lakini bado anawaruhusu wamzengezenge. Hapo yupo single. Kwa hiyo usije ukajilinganisha usingo wako wewe na kuwa single mwanamke. Mwanamke anaweza akawa single lakini bado anashiriki tendo mara kwa mara. Yupo single. Lakini huyu mwanaume ukisema niko single inamaanisha mara ya mwisho kwenda kushiriki unaweza kukuta ni miaka, yani haufanyi kabisa. Lakini mwanamke anaweza akawa yuko single lakini bado anashiriki. Yani kuna wanaume ambao wapo lakini yeye hawahesabii kwamba hawa watu nimewaweka moyoni mwangu. Kwa hiyo unabidi ujue sana mwanaume, usije ukadanganyika, kwa sababu unaweza kuwa unafanya maamuzi mengine ukiamini kwamba mwanamke anakuambia nilikuwa single muda wote kabla wewe hujaja kwenye mahusiano, ukaamini kwamba labda huyu mwanamke yuko single yani ukafanya maamuzi kwa imagination tofauti. Lazima ujue ukweli, ujue fact. Hata unapokuwa naye kwenye mahusiano, unapoona dalili fulani ambazo uzielewi, usizipuuze. Namba 5 ni kwamba wanawake hawapendi kuweka wazi vipato vyao. Unaweza kushangaa mwanamke anakuambia kwamba mimi siwezi kuwa na mwanaume asiye na kazi, mimi siwezi kuwa na mwanaume asiye na hela, lakini muulize binafsi, wewe unatengeneza shilingi ngapi? Kwa hiyo mara nyingi waga wanapenda kutudhalilisha wanaume kwa vipato. Kwenye mambo ya unapozungumzia mambo ya vipato au mambo ya fedha, wanapenda kutudhalilisha, lakini ni ukweli kwamba wao wenyewe hawako secure na vipato walivyokuwa navyo. Mimi nataka mwanaume anipe labda 100,000 ya kusuka kila wiki. Umeona, siwezi kuwa na mwanaume asiweza kunipa hicho. Labda siwezi kuwa na mwanaume asinihudumia hichi. Unaweza kumuuliza swali moja,
wewe binafsi yako wewe bila mchango wote wa mwanaume, bila kuhongwa kitu chochote, je, unaweza kujipa hivyo vitu ambavyo unadai kwamba mwanaume akupe? Utagundua kwamba si kweli. Kwa hiyo sometimes ukiwa kwenye mahusiano na mwanamke anaweza akakufanya ujisikie duni, akakufanya ujisikie labda dhaifu, kwa kukuaibisha kwa kipato ulichokuwa nacho, au kwa fedha ulizokuwa nazo, au katika hali yako ya uchumi uliokuwa nayo. Lakini kiuhalisia yeye mwenyewe huo uchumi hajawahi kufikia hivyo vitu anavyodemand, anavyodai kutoka kwako. Yeye mwenyewe hawezi kujipatia yeye kama yeye bila kuhongwa, bila kwenda kukalia. Hawezi binafsi kama yeye. Lakini anajaribu kutengeneza mazingira kwamba uwe kushindwa kumpa hivyo vitu ni udhaifu mkubwa sana, lakini haiko hivyo.